tumefikia pia hata kwenye hii migogoro ambayo inaendelea Mashariki ya Kati, ndo tumejua kwamba Kenya kumbe ni wengi sana katika nchi za Kiarabu. Inadaiwa kwamba zaidi ya Wakenya 500,000 wapo katika mataifa mbalimbali ya Kiarabu. Kwa hiyo ina maana katika mgogoro unaoendelea sasa hivi wao pia ni sehemu ya jamii ya Kiafrika ambayo inaathirika sana na kinachotokea pale. Tangazo lake limekuja baada ya kuzuru Moscow wiki iliyopita katika juhudi za Nairobi kujaribu kutafuta wa Kenya hawatosajiliwa katika vita hivyo. Kulingana na sheria za Kenya, ni kinyume cha sheria kwa raia wake kusajiliwa kama mwanajeshi katika vikosi vya kigeni, kosa ambalo mhusika anaweza kufungwa jela miaka 10 kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Na hili ni muhimu sana, wadau mbalimbali wakalitambua. Unajua kuna mataifa hapa duniani yanaruhusu raia wa kigeni kuhudumia katika jeshi la nchi yako. Kwa mfano Ufaransa wana kikosi kinaitwa Legion. Legion ni kikundi cha wanajeshi maalum ambao si wa Faransa lakini wanahudumia katika jeshi la taifa la Ufaransa. Kwa hiyo lakini kwa mataifa yetu sisi Afrika, na kwa sababu hali za kiusalama wetu bado ni tia maji. Unajua mataifa machanga na changamoto moja kubwa, mifumo yao ya kiutawala na kiulinzi bado si thabiti sana. Sasa ukiruhusu watu wakawa wanahudumia taasisi mbalimbali za kijeshi duniani, unaweza ukaja ukaleta changamoto kubwa sana katika nchi yako kwa siku katika vita vya Ukraine, ambapo walianza kusajiliwa miezi 6 iliyopita. Nchi nyingine za Afrika zikiripoti pia raia wake kusajiliwa kwenye vita hivyo. Baadhi ya Wakenya waliorejea wamedai walidanganywa kwamba wangepewa kazi yenye mishahara minono kabla ya kujipata vitani. Nairobi ikiwa tayari imefunga baadhi ya ofisi zilizohusika kuwasajili wa Kenya hao. Na hili bwana, unajua halihusiani tu mataifa maskini. Juzi niliona hata Afrika Kusini, kama utakuwa umefuatilia kisa fulani hivi, kuna raia wengi tu Afrika Kusini na wenyewe walikuwa wameenda Urusi kupigana kwa niaba ya Urusi kwenye vita ya Urusi na Ukraine. Kwa hiyo hii ni kama kusema imekumba mataifa karibia ya kanda zote za Afrika. Tulisema siku ile kwamba mataifa mengi ambayo yapo kusini mwa Afrika ambayo tunaita the Global South, sio kusini mwa Afrika, kusini mwa dunia ambayo tunaita the Global South, mengi yamejikuta yakiwa yanapigania upande wa Urusi katika vita hizi. Na hii ni kwa sababu tu ya kumbukumbu za kihistoria. Tulisema siku ile kwamba mataifa mengi ambayo yalikuwa chini ya ukandamizaji wa kikoloni yalisaidiwa na Urusi au Uchina katika harakati zake za kujikomboa. Ndio maana Urusi katika operesheni zake za kijeshi anazofanya sehemu mbalimbali duniani amekuwa akipata waungwaji mkono wengi kutoka katika hayo mataifa ambayo zamani yalikuwa yametawaliwa na wakoloni. Kwa nini? Kwa sababu Urusi hakuwahi kuwa na makoloni katika mataifa, pamoja na kwamba lilikuwa ni taifa kubwa kama ambavyo mataifa mengine ya Ulaya yalikuwa yanakimbilia kutafuta makoloni, ila Urusi yeye alikuwa afanye hivyo. Kinyume chake, Urusi yeye alikuwa na watawala wazungu. Hili ndio jambo la ajabu. Yaani wazungu walikuwa wanatafuta makoloni katika mataifa ya Latin America, kwa maana Amerika Kusini, Asia Kusini na Afrika. Lakini Urusi yeye alikuwa anatafuta makoloni Ulaya kwenyewe. Yaani yeye alikuwa na makoloni yake ilikuwa ni huko Poland, Hungary, Romania, Uzbekistan, Kazakhstan na kadhalika. Kwa alikuwa anatawala na time now. Kinyume chake yeye alienda kuwakomboa, alienda kuwasaidia kuwapa mbinu za kujikomboa. Sasa leo hii anapokuwa na matatizo Urusi, basi anapata uungwaji mkono mkubwa sana kutoka katika mataifa ambayo zamani aliyatawala, ambayo zamani aliyasaidia katika harakati za kujitawala. Hiyo ni historia ambayo watu wengi pia wanatakiwa kuifahamu. Tukiwa tumesalia pa ukanda wa Afrika Mashariki, pale Uganda pia nimeona chama cha wanasheria nchini humo, wanafahamika kama ULS, kimeishtaki serikali ya Uganda kwa kile ambacho chama hicho kinasema polisi ni kuendelea kuzingira makazi ya mwanasiasa wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Chama cha wanasheria wamekwenda mahakamani kuhoji kwa nini ya makazi ya huyu bwana bado mnazingira hapa, na huyu bwana alishatangaza na yeye ashaondoka nchini. Katika kesi iliyofunguliwa Machi 16, wanasheria wa chama hicho wanavituhumu vikosi vya usalama kuendelea kuzingira katika
kuendelea kusigina katiba na sheria za nchi kwa kuzingira makazi ya Bobi Wine tangu kumalizika kwa uchaguzi wa mwezi Januari mwaka huu. Akihojiwa na kamati ya bunge kuhusu usalama wiki iliyopita, mkuu wa jeshi la polisi alitetea uwepo wa askari wake kwenye makazi ya Bobi Wine, akisema watabakia hapo hadi pale watakapojiridhisha kuwa makazi ya mwanasiasa huyo yapo salama. Juzi alisema wao sio wamezingira makazi, wanalinda na kuhakikisha usalama wa familia ya Bobi Wine kutokana na siku tulisema kwamba tabia zetu za Kiafrika zinafanana. Lakini pia kimkakati hili ni muhimu sana. Unapokuwa na viongozi wa vyama pinzani au tuseme vyama vinavyoenda kinyume na vyama vilivyoko madarakani, moja ya wajibu ambao unapaswa wewe ambaye uko madarakani ni kuhakikisha kwamba hawa viongozi wako salama. Sasa umeshawahi kusikia kitu fulani kinaitwa false flag? False flag operations ni aina ya mashambulizi ambayo yanaweza kufanyika kwa mpinzani, sio na wewe ambaye mnapinzana naye, ila na mtu mwingine baki kabisa au taasisi baki kabisa, inakuja inampiga mpinzani wangu mimi. Sasa kwa sababu jamii inajua kwamba mimi na wewe ndio tunasigana, inakuwa moja kwa moja inajua ni mimi. Wewe ukidhurika itajua kwamba mimi ndio nimekudhuru. Sasa ili kuweza kuchochea mgogoro, wanaweza akaja watu wengine baki huko wanakuja kukudhuru, wakiwa naamini kwamba mwisho wa siku atakayekuja kuchukua alama ni nani? Ni serikali, wewe ambaye mimi tulikuwa tukisigana na wewe. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine polisi tunaweza kusema katika hali hii Uganda wakawa wako sawa, wako sahihi. Ndio.